Bimkunda Hangai, ni afisa wa wanachama mwandamizi kutoka ofisi ya mfuko wa taifa wa bima ya afya mkoa wa Singida. Leo hii tuko hapa kwa ajili ya kuleta wasilisho fupi linalohusiana na masuala mazima yanayohusiana na mfuko wa taifa wa bima ya afya. Mfuko wa taifa wa bima ya afya, hii ni taasisi ya serikali ambayo ilianzishwa mnamo mwaka 2001 ikiwa chini ya Wizara ya Afya. Mfuko wetu wa taifa wa bima ya afya una majukumu ya kutoa huduma za bima ya afya kwa wanachama wake wanaojiunga na mfuko kupitia makundi mbalimbali. Mfuko wetu wa taifa wa bima ya afya una makundi tofauti tofauti ya wanachama. Tunahudumia wanachama kutoka katika sekta ya serikali ambao hawa ni watumishi wa serikali. Hawa wanajiunga na mfuko moja kwa moja kwa mujibu wa sheria ya mfuko. Pia tuna kundi la wanachama linalowahusu watumishi kutoka sekta rasmi binafsi. Pia tuna kundi la wanachama linalowahusu wanafunzi kutoka katika sekta zote za kutoa elimu kuanzia ngazi ya chekechea, shule za msingi, za sekondari, vyuo vya kati na vyuo vikuu. Kundi hili la wanafunzi linajiunga na mfuko kwa kulipia kiasi cha shilingi 50,400 kwa mwaka. Pia tuna kundi la bima ya afya la wanachama ambao linawahusisha waheshimiwa madiwani. Pia tuna kundi la wanachama linalowahusisha Watanzania wote. Watanzania hawa wanaingia kwenye mfuko kwa mujibu wa sheria ya bima ya afya kwa wote. Katika kundi hili ambalo linajiunga na mfuko kupitia sheria ya bima ya afya kwa wote, tuna skimu za aina mbili. Tuna skimu ya huduma za lazima na skimu ya huduma muhimu na skimu ya huduma za ziada. Skimu ya huduma muhimu tunaita Faraja Afya, ambayo hii imechukua nafasi ya ICHF iliyoboreshwa. Kundi hili la Faraja Afya linajiunga na mfuko kwa kulipia kiasi cha shilingi 1,500,000 kwa mwaka, na litahusisha kaya ya watu 6 ambao hawa wanakuwa ni mkuu wa kaya ambaye anaweza akawa baba ama mama pamoja na mwenza wake, na wategemezi wao ni wazazi wa pande zote mbili, watoto wa mwanachama mchangiaji ambao hawajazidi miaka 21. Watoto hao wanaweza wakawa ni wakuzao ama wa kuasili ama wa kufikia, pamoja na ndugu wa damu wa mwanachama mchangiaji ambao hawatakuwa wamezidi umri wa miaka 21. Na gharama za kundi hili la Faraja Afya ni shilingi 1,500,000. Na pia kupitia kundi hili la bima ya afya kwa wote, tuna kundi la kaya zisizojiweza ambazo hizi zinalipiwa gharama hii ya bima ya afya moja kwa moja na serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kundi hili ambalo limelipiwa bima na serikali tayari tumeshaanza kulihudumia na tumeshaanza kuwapatia kadi zao za matibabu, na hapa ninavyoongea maofisa wengine leo hii wapo Singida vijijini katika kuendelea kutoa kadi katika kundi hili linalolipiwa na serikali. Na katika halmashauri yetu hii ya Singida mjini tayari tumeshatembelea kata zote. Kwa wanachama ambao wameshabahatika tumewapatia kadi zao, na wale ambao bado hawajapata tunaendelea kuwahudumia. Waheshimiwa madiwani, kupitia kundi lenu la wanachama, kundi hili lenu la wanachama ambalo linahusisha waheshimiwa madiwani, kundi hili litamhusisha mheshimiwa diwani mwenyewe pamoja na wategemezi wake wengine ambao anaweza akawa ni mwenza, watoto wake wa kuzaa ama wa kufikia ama wa kuasili. Pia linahusisha wazazi wa mheshimiwa diwani ambao wanaweza akawa ni wazazi wake ama wakwe zake. Na katika kujiunga waheshimiwa madiwani, ili muweze kupata huduma, mfuko wetu wa taifa wa bima ya afya umepeleka huduma zake mtandaoni.
wanachama wote wa Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya ili waweze kupata huduma wanatakiwa wajisajili mtandaoni kupitia mfumo wetu unaoitwa NHIF Self Service. Kupitia mfumo huu, waheshimiwa madiwani, mnaweza mkaomba kadi zenu pamoja na za wategemezi wenu. Kwa wale waheshimiwa ambao walikuwepo katika kipindi kilichopita, hawa kadi zao zinaendelea kufanya kazi kwa sababu michango tayari imeshaingizwa. Kwa wale ambao walikuwepo kipindi kilichopita na walifanikiwa kupata kadi hizi za wanachama za kwao pamoja na wategemezi wao, wanaendelea kupata huduma kokote pale. Ila wale ambao ni wapya kabisa na hawajawahi kupata kadi za bima ya afya, tukienda katika vituo vya kutolea huduma tutakwama kupata huduma ikiwa bado hatujaingia kwenye mfumo huu wa NHIF Self Service ili tujiweze kujisajili sisi pamoja na wategemezi wetu. Waheshimiwa madiwani, tumewapatia template ambayo inaonyesha jinsi ya kujisajili, na kupitia template hiyo tumeweka pia namba zetu za mawasiliano. Pale tutakapokwama tutaomba tuwasiliane ili tuweze kuwafanikisha katika swala zima la kujisajili na muendelee kupata huduma. Na huduma zetu za Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya zinapatikana Tanzania nzima kwenye hospitali zote zilizosajiliwa na mfuko. Hospitali hizi zina umiliki wa serikali, hospitali za watu binafsi, pamoja na zinazomilikiwa na mashirika ya dini, kuanzia zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya, za mikoa, za kanda pamoja na taifa. Kwa waheshimiwa madiwani, yoyote yule atakayepata changamoto, tutaomba tuwasiliane ili tuweze kutatua hiyo changamoto na muweze kuendelea kupata huduma zinazotolewa na mfuko wetu wa taifa wa bima ya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.